Habari na karibu akina kaka na dada, ninafurahi kuweza kufanya hii podcast kwa ajili yenu leo. Leo niko na rafiki yangu anayeitwa Msonda Asua, na kwanza nitamwomba yeye ajitambulishe kidogo, halafu nitaweza kuwaambia kwa nini nimemwalika leo kuongea pamoja nasi. Asante kama ulivyosema, kama ulivyonitambulisha kwa majina naitwa Msonda Asua, naishi Rockford, Illinois na ni baba wa familia, na mimi pia nimeshukuru na nafurahi sana kukutana na kaka Thompson kwa ajili ya maswali ambayo atakuwa nayo siku ya leo. Asante. Sasa karibu sana na asante kwa kujumuika. Sasa kwanza mimi nilivyokuwa misionari kwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho mwaka 2021 mpaka 2023 nilikuwa natumikia pale pale Rockford ambapo Bwana Msonda anaishi, na tulikuwa tunajaribu kuanzisha tawi la kanisa la Kiswahili. Ilikuwa kazi ngumu. Hawakuwa wengi ambao walikuwa waumini wa kanisa letu ambao walizungumza lugha ya Kiswahili. Lakini kama baada ya mwaka mmoja kupita kati ya misheni yangu, tulipata muujiza mkubwa sana, kwa sababu familia ya Msonda waliweza kufika na waliweza kutusaidia sana kuendeleza kanisa, ili watu waliweza kubatizwa, wengine waliweza kujumuika nasi kwa ajili ya kuanzisha tawi rasmi ya kanisa, tawi ambayo naona inaendelea mpaka sasa. Nafikiri imeshakuwa miaka 2 ikiwa tawi. Ndio, miaka 2 kwa sasa. Vizuri sana. Ni muujiza mkubwa pia. Si kazi rahisi kuanzisha tawi la kanisa sehemu yoyote. Kwa hiyo nimependa kumkaribisha Bwana Msonda kwa sababu yeye ana historia nzuri sana kuhusiana na kanisa letu. Yaani ushuhuda wake uliweza kunisaidia sana wakati nilipokuwa misionari. Kwa kweli kabla alikuwa hajafika, nilikuwa nimeanza kukata tamaa moyoni kidogo kwa sababu niliona kazi ambazo tulikuwa tunazifanya, tulikuwa hatuoni matokeo. Tulikuwa tunafanya kazi nyingi, lakini watu hawakuwa wanafuata, hawakuwa wanakuja kanisani. Na Bwana Msonda alivyoweza kunieleza ushuhuda wake kama wiki 2 au 3 kabla hajafika Rockford, nilimpigia simu na tuliongea. Aliweza kunieleza jinsi alivyopata kujiunga na kanisa pale Tanzania na historia hiyo yote, na ilinipa motisha sana ya kuendelea kwenye kazi, kwa sababu nilikuwa naona kwamba Mungu alikuwa kabisa kwenye hii kazi. Alikuwa anafanya kazi kubwa kwa ajili ya watu wa Kiswahili ili wapokee injili ya urejesho. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo sisi sote tunajaribu kufanya, na najua Mungu anatusaidia. Sijui kama una cha kuongeza hapo. So yes, ni kweli kazi ya Bwana ni ngumu kweli kweli. Ikiwa wakati unapojituma kufanya kwa ajili kumtumikia Yesu Kristo, wakati mwingine kama matokeo sio sawa na jinsi unavyofanya kazi, inakuwa inaweka mtu kama amepoteza tumaini fulani hivi kwa kazi anayofanya. So lakini hatuwezi kusahau kwamba ni kazi ya Mungu, sio kazi yetu, na wakati wowote ambao tunafanya kazi yake anakuwa yuko karibu nasi. Anafahamu kila shida tunayopitia, anajua chochote ambacho tunafanya, na ni vizuri pia wakati unapokuwa katika hali ya kukata tamaa, unaweza kufunga na kuomba kwa ajili ya kualika nguvu za Roho, na Roho anaweza kukuthibitishia kwamba kazi unayofanya ni kazi ya kweli. Kabisa, ni kweli. Na ulivyokuwa unasema hivyo, nilikumbuka, najua wewe ni mkimbizi, na najua hata wakimbizi mara nyingi wanapitia changamoto kama hizo, ambapo wanataka kukata tamaa kwa sababu maisha yanakuwa magumu sana. Kwa hiyo sijui kama
unaweza kushiriki kidogo kuhusu jinsi ulivyoweza kuendelea kumtegemea Mungu wakati ulipokuwa unapitia changamoto za maisha, wakati kulikuwa na vita na nini? So yeah, kwanza utanisamehe kwa sababu mara nyingi napenda kusoma maandiko. Haku hakuna msamaha unaohitajika hapo. Tusome maandiko tu. So sijui kama uko na Biblia na unaweza kutusomea andiko la Yohana 14:18. Yohana 14 18. inasema, sitawaacha nyinyi yatima, nitakuja tena kwenu. Yeah. So hii ni kazi yake. Kwa hiyo wakati unapoifanya Yesu Kristo anakuwa nasi. Wakati unapoona umeanza kukata tamaa, unajua kwamba unakuwa kimwili zaidi. Kwa hiyo unahitaji kurudi kiroho ili angalau kumuomba yeye mwenyewe akusaidie, kwa sababu Yesu hawezi kudanganya, Mungu hadanganyi. Kama amesema atakuwa pamoja nasi, kwa chochote, kwa hali yoyote ile atakuwa pamoja nasi na atatusaidia wakati wowote tunapokuwa na changamoto. Mm. Ni kweli, ni kweli. Na ninajua kama shuhuda zetu zikijengwa juu ya maandiko matakatifu, tutaweza kuweka kweli hizo moyoni kabisa. Najua kuna watu wengi ambao wakisikia haya maneno ya Yesu wanaamini tu na wanaendelea mbele, kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo, wanaamini maneno yake, kwa hiyo wanaamini maneno hayo, na kuna wengine ambao hawaamini, lakini maandiko matakatifu ni muhimu sana kwa maisha yetu, na tukielewa maandiko matakatifu yanavyosema kirahisi, itakuwa msingi imara kwa ajili ya maisha yetu. Ndiyo, ni kweli. Na wakati uliponiuliza swali ya changamoto ambazo nilipitia, nimezaliwa katika familia ya watoto 4 na sote tulikuwa hatujui kabisa injili vizuri. Tulikuwa tunajua kuna kanisa na watu wanaenda kanisani. Kama watoto wadogo tulikuwa tukienda kanisani, tukiimba na tukifurahi pamoja, lakini tulikuwa hatujui chochote. Ni kwa maana mtoto wakati anapofanya vitu, wakati mwingine anafanya kwa sababu anaona watu wanafanya, lakini hajui zaidi sana anachokifanya. So kwa mida hiyo tuliendelea kukua na yeah, tulisoma katika shule ambazo zinaongozwa na Free Methodist kule Congo, na kila class ambayo ungeipanda au kila grade ambayo ungepanda ungehitaji kupata somo la dini katika shule hiyo. Kwa hiyo tulikuwa katika ile masomo ya dini ya Free Methodist ambayo wote tulipata na tulipata pale kwenye shule ambazo tulikuwa tunasoma. Na yeah, ilitusaidia kujua tu baadhi ya amri, kwamba kuna amri 10 na tulijua vitu vingi vya kidini kupitia hapo, lakini hatukukuwa na uelewa. Tulijua vitu ambavyo hatuelewi zaidi sana, havikuwa na mizizi ya kutosha ambayo inaweza kutusaidia kuzifanya kwamba tuna ushuhuda wowote. Hatukuwa na ushuhuda hata wa kitu kimoja. Na wakati huo tulienda kanisani, tulisubiri pasta ahubiri na akimaliza tunakuja nyumbani, na wakati tunakaa nyumbani tunaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo haukuwa kwamba tutakuwa na familia ya jioni kwenye familia ya maandiko matakatifu. Hapana, tulikuwa tukiishi hivyo tu na tuliendelea kukua mpaka wakati vita vilivyotokea. So tulihitaji kukimbia kwa sababu ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni vita ambavyo ungesimama ingekuwa ni hatari ya kufa. Ilibidi tukimbilie Tanzania, na hapo ndo nilianza kugundua kwamba kumbe jina la Yesu Kristo lina nguvu. Wakati tulipopanda kwenye boti
tumeshakuwa katikati ya maji, kulikuja wimbi kubwa sana, pepo mkali ambao ulikumba hiyo boti, na ilikuwa boti ndogo, ilianza kuyumba na ilianza kumeza maji. Na nikakumbuka sana, nilikuwa na mtoto wangu wa kwanza, alikuwa na miezi kama 4 au 5 mwanenge. So watu walianza kuchukua jukumu la kusema waanze kutupa mizigo ndani ya maji, kwa sababu walifikiria boti imebeba mzigo mkubwa, na ndio kwa maana boti imeanza kuyumba. Na watu walichukua hiyo hali ya kusema tuanze kutupa, na walipokuwa na ile mori ya kutaka kuanza kutupa mizigo, na tukaanza kusikia watu wanasema, Yesu tuangalie, kwa jina la Yesu. Boti yote ikajani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Kila mtu alianza kuongea Yesu. So sina uhakika kwamba kwenye boti hiyo kulikuwa Wakristo wote. Nafikiana wengine ambao hawajawahi kwenda kanisani walikuwemo katika boti, kwa sababu walikuwemo walevi, watu wa aina mbalimbali. Unajua ni wakati wa vita, watu wanakimbia, mnaingia kwenye boti, haujui ni nani ameingia na nani hakuingia. Yaani mko kwenye boti, hamjuani vizuri. Kwa hiyo kila mtu alitamka jina la Yesu Kristo. Mimi niliduaa, nikaanza kushangaa, mbona na watu wenye kuvaa makanzu kama ya Waislamu nao wanasema Yesu? Hii inakaaje? Kwa miaka yangu, kwa sababu nilikuwa na miaka kama 20, na vitu vingi kwangu ilikuwa inatokea kama maswali tu. Nilikuwa najiuliza maswali. Kwa nini sasa hii wakati imetokea? Nikaanza kujiuliza kwa nini nimekuwa hivi? So na mimi nikaanza kusema kwa jina la Yesu. Boti yote ikawa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu alisaidia, upepo ulipita na ile zuruba ilipita, tukapona ule upepo. Na ilikuwa kama saa 9 usiku hivi, tunakaribia kabisa kufika Tanzania. Na tulipofika hapo, so pale ulikuwa nani, Tanganyika? Ilikuwa ni ziwa Lake Tanganyika au ziwa Tanganyika. Kwa hapo unanikumbusha sana hiyo hadithi katika Biblia, wakati unajua Yesu anatuliza mawimbi. Wakati wanasema Bwana utuokoe, utusaidie. Jamani, nyie muliishi hiyo kabisa. Mimi niliona kabisa, kwa sababu watu walikuwa wanaanza kusema waanze kuchukua mizigo, na ghafla watu walianza kusema kwa jina la Yesu. Ghafla. Na ilikuwa baada ya muda wa saa nzima, boti linayumba, kila mtu amekata tamaa. Kila mtu ameshika pozi yake, kila mtu analia, lakini wengi walilia kwa jina la Yesu. Na baada ya muda tulipona huo upepo. Na tukatoka hapo, tukaanza kusafiri, tunaanza kuona Kigoma sasa. Tunaanza kuona bandari ya Kigoma. Tulienda kugonga meli ya kijeshi. Meli ya Tanzania ya kijeshi, tulienda kuigonga, mtumbi ukapasuka, na tulikuwa tuko mbali sana. Kwa hiyo cha ajabu, maji hayakufika sehemu ambako kulipasuka. Sehemu boti ilipasuka, maji yaliishia kama chini kidogo. Kwa hiyo ingegonga chini ya pale, boti ingetoboka, na nafikiria labda singekuwa na mke wangu au singekuwepo. Wow. So, tulifika Kigoma na tukapokelewa, na tulilala pale, tukaenda kwenye makambi ya wakimbizi. Kabla ya hapo, usiku Mwanzi mbichi, watu walichoma kwa sababu kulikuwa na baridi. Watu walitafuta kuni wakoke moto ili waote moto, wakaanza kuchukua mianzi mibichi. Na wakati walichukua mianzi mibichi, ile mianzi wakati inapoingia kwenye moto inapasuka kama risasi ambazo zinafuatana, inalia kama risasi vile vile. So na sisi tulitoka wakati ambako ilikuwa ni shida kule, ilikuwa ni ngumu, tulikuwa tunasikia risasi, kila mtu alikuwa anaogopa. Wakati tuliposikia mlio wa risasi na tukiwa tumesinzia na mchoko, kila mtu alianza kukimbia akatafuta njia yake. Bahati nzuri walituambia kumbe ni mtu aliweka mwanzi kwenye moto. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tumepitia, yaani kisaikolojia tulikuwa tayari hatuko sawasawa.
Mm. Kwa hiyo tulienda Lugufu na nimekaa kama miaka 5 pale Lugufu. Wakati mmoja nililazwa na watoto wawili hospitali, na nililazwa na Franz na Sukula. No, alikuwa baadaye na Sukulu wote wawili. Mm. Nililazwa nao na wote walikuwa na mapungufu ya damu, walipungukiwa na damu sana. Mm. So kwa sababu walikuwa bado wachanga, ilibidi wawekwe damu na wabaki hospitalini kwa muda. Waliwekwa damu na nikawa mimi nalala kule, wakati mwingine naenda nyumbani naoga na kuja nabadilisha nguo tena narudi hospitali. Nilipopitia shule inaitwa EP Lugufu, ndo niliona kwenye darasa, ilikuwa ni Jumapili, watu wako najifunza, walikuwa na kitabu hiki. Nilikuwa sikifahamu. Mm. Nilikuwa sijawahi kusikia hiki kitabu. Nilikuwa sijawahi kusikia. Kitabu cha Mormoni. Yeah. Walikuwa na hiki kitabu ambayo ni misingi ya Injili. Kitabu cha Mormoni na misingi ya Injili. Sasa ulivyoona kitabu cha Mormoni mara ya kwanza ulikuwa na mawazo gani? So wakati nilipoona nilisema niingie kwenye hili darasa au nifuatie watoto kwenye hospitali. So nilienda kukaa kwenye dirisha ili nisikilize wanachojifunza ni nini. Nikaanza kusikia wanasema kitabu cha Mormoni, wanakisoma kitabu cha Mormoni. So nikaanza kujiuliza hiki ni kitabu gani tena? So niliona hapana, niko na watoto hospitali, nitaenda kwanza na watoto hospitalini nikae nao, wakipona alafu nitarejea nitafuatilia zaidi. So nilirudi hospitali nikakaa na watoto, wakapata unafuu, wakapona, wakarudi nyumbani. Alafu nikaja nikafuatilia sasa, kwa sababu nilipenda sana darasa kwenye kitabu cha misingi ya Injili, kisi kilivyokuwa kinapangwa, mtu anasoma, watu wanauliza maswali na unajibu yale maswali. Na mimi nilikuwa napenda vitu kama hivyo, nilikuwa nataka nijifunze zaidi. Kwenye maisha yangu huwa mara nyingi nilikuwa navutiwa sana na kujifunza, na mtu yoyote ambao ni kama mwalimu nilikuwa nahitaji kumsikiliza ili nione ananisaidia nini katika maisha yangu ya kujifunza katika hiyo hali. Sasa nina swali nakumbuka, na unaweza kunisahihisha kama nikikosea, ila nakumbuka mara moja ulikuwa unaniambia kabla hujawahi kuona kitabu cha Mormoni kulikuwa na wachungaji wa kanisa ambao walikuwa wanasema kuna kitabu ambacho kingekuja kupinga Biblia, si ndio hivyo? Sawa, nilikuwa naelekea huko. Okay. Sawa. Sawa. Nilihitaji, kwa sababu niliona kitabu kingine tofauti na Biblia. Niliona wanajifunza misingi ya Injili, nilihitaji kufuatilia nijue ni kwa nini. So tulipofika nyumbani, watoto wamepona, wamerecover, wamekuwa sawa, waweza kufanya vitu vingine. Nilikumbuka hadithi kwanza ya familia. Kuna mama yangu mkubwa alikuwa anahadithia. Yeye aliishi Tanzania miaka ya zamani sana, akarudi Kongo kwa kipindi kimoja. Akaanza kuhadithia, nilikuwa na miaka kama 12 au 13. Akaanza kutuambia, hii Biblia hii inaanza kutengenezewa vitabu vingine vya kuja kuipinga. Kwa hiyo mkiona makanisa ambayo yanakuja na hicho kitabu kingine, mjue hizo ni kanisa ambazo zinapinga Yesu Kristo. Kwa sababu hakuna kitabu kingine kinaweza kusomwa tofauti na Biblia tu. Kanisa nyingine ikija na kitabu kingine, hiyo kanisa itakuwa ndo hizo kanisa za mashetani. Sasa nilihitaji kujua, niende kuone mimi mwenyewe ili nipate huo ushuhuda, ni nini kinachoendelea. Nione kitabu cha Mormoni, nikisome, nione kama ni kile ambacho nilisikia kwenye utoto kwamba ndo vile vinavyopinga. So sikukuwa na ile akili ya kusema kwamba kwa sababu naona kitabu na kisinga na kabla sijakisoma. Nilikuwa nahitaji sana kujifunza kwa kitu chochote tu. Nilikuwa nahitaji kwanza nijifunze, alafu niangalie kama kile kitu kinaweza kunisaidia.
So yeah, kwangu binafsi nilifunua kitabu cha Mormon, sikuelewa chochote kwa sababu sehemu ambayo nilisoma kitabu cha Mormon kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ushuhuda, ina maana kuna vitu vingine Yesu Kristo vinaweza kuwa viko humu, ngoja niangalie sasa. Nikafunua, nikaona utangulizi, nikaona Nefi. Nefi nani sasa? Nikaona Yakobo, nikasema Yakobo namfahamu, nishamsoma kwenye Biblia. Yakobo na nikaona Enoshi, nikasema hapana, Enoshi simjua. Nikaona Yarom, nikaona Omni, nikaona mambo ya Mormoni, nikaona Mosia, nikaona Alma, nikaona Alemani, Nefi, watatu waine, nikaona Moroni, nikaona Eteri, nikaona Moroni tena. Sikuelewa chochote, nilikifunga mbele pamoja. Nilichoka kwa sababu niliona tu jina moja ambayo nimejua katika hicho kitabu ilikuwa ni Yakobo. Lakini majina mengine yote sikuwahi kusema, sikuwahi kuyaona. Nikaregea kabisa, kikao kimeniua hapa, nikasema sasa nitasoma nitakianzia wapi? So nikajaribu kuenda sasa kuifuatilia nione ni vipi hicho kitabu kipo, ili nikielewe, nijue Nefi ni nani, huyo Moroni ni nani, na kwa nini wako kwenye hiki kitabu, kwa nini wanaandika, ni nini wanataka kutuambia. So nilijaribu, kitu cha kwanza ambacho kinisaidia kwenye kitabu cha Misingi ya Injili ni chapitre ya kwanza au somo la kwanza, Mungu yupo. So Mungu yupo, ilinijia akilini kwamba humu tunaweza kusoma vitu vizuri. Maisha yetu mbinguni. Maisha yetu mbinguni vipi tena? Nilikuwa na hiyo swali, vipi maisha yetu mbinguni? So hii ilikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa na chapter au somo ambazo zipo, unaweza kusoma paragraph moja baada ya nyingine, na kuna maswali, kuna mazungumzo na kuna majibu. Unaweza kuangalia, je, iko sawasawa na penye unajifunza. So nilikuwa sijui kuomba zaidi sana. Naweza kuanza na nashukuru Mungu, nikamalizia bila hata kwa jina la Yesu, nikasema tu nashukuru Mungu, nimeamuka, nimelala, amen, naishia. Kwa hiyo formula ya kuomba nilikuwa sijui. Utaratibu kuhusu ushuhuda nilikuwa sijui. Utaratibu kuhusu kuanza na imani, kwenda na toba, kubatizwa, kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu nilikuwa sina taarifa yoyote. Nilikuwa najua tu Yesu anakuwaka na ukimpenda Yesu tu inaishia hapo. Hivyo umeshaokoka, hivyo umesema Yesu unampenda, umeokolewa, kitu kimekuwa sawa. So vitu vingine kama kwenda kufanya ubatizo nilifikiria ni maamuzi mtu anaweza kufanya tu binafsi. Aidha unaweza kutaka, aidha ukasema mimi sitaki kubatizwa. Kwa hiyo kiufupi nilianza kufata hiyo class ambayo nilikuta watu ambao walikuwa nao kwenye class walikuwa na maswali mengi ambayo nao walikuwa wana majibu, kwa sababu walikuwa sio wanachama wa kanisa, walikuwa ni marafiki. Kwa hiyo ilikuwa ni kundi ambayo ilianzishwa na watu ambao zaidi sana walikuwa sio wanachama wa kanisa, walikuwa ni investigators, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa na majibu, tulikuwa na maswali mengi kule Rugufu, lakini tulikuwa tunaanza kujitahidi. So tulianza kusoma Misingi ya Injili, chapitre moja hadi nyingine, na nilianza sasa kuipeleka kitabu ya Misingi ya Injili kwenye familia, kufundisha.
ilikuwa kama vile familia wanapenda, wakisema, "Oh, haya mafundisho tunayapenda. Tunaweza kwenda nasi siku moja Jumapili?" Oh, nikasema sawa, unaweza kwenda. Na watoto wangu walianza kuja. Swali ilibaki ni kitabu cha Mormoni. Ndio ilikuwa inasumbua sana. Watu familia kidogo walikuwa wanajua ni Biblia tu na hawakujua kama kuna kitabu cha Mormoni. So ilikuwa ngumu hivyo hapo mkuku. Mm. Kwa Kwa hiyo sababu wewe mwenyewe ulivyokuwa unaanza kusoma kitabu cha Mormoni na misingi ya Injili, uliwezaje kukubali kusoma vitabu vingine tofauti na Biblia? Najua hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kwa watu wengi. Lakini kwako ilikuwaje? Ulionaje kama hivyo vitabu vilifaa kusomwa pia? So baada ya kufungua kitabu chenyewe cha Mormoni, nephew wa kwanza kwenye kwenye sehemu ya mwanzo kabisa ambayo nasema historia ya Rei na mkewe Saria. So hii kitabu kina ujumbe zaidi sana kuhusu familia, jinsi gani familia inaweza kuwa yenye mafanikio endapo watasimamia kwenye msingi wa neno la Mungu au kwenye msingi wa Yesu Kristo. So nilisoma historia ya Rei na mkewe Saria na wanao wanne wanaoitwa kuanzia kifungua mimba: Lamani, Lemueli, Samu na Nefi. So ukishuka nabii Rei aliambia watu wa Yerusalemu kwamba Yerusalemu itateketea ingawa kama hawatatubu. Endapo hawatatubu, Yerusalemu itateketea. Na alipowaambia hivyo, walimkejeli, kumkebei na kumtishia kumuua kwa sababu ya kuambia ukweli kwamba wanahitaji kutubu ili Mungu awasamehe. Vinginevyo wanaweza kukutana na janga kubwa la mkono wa Mungu. So utaangalia vyema jinsi alivyokimbia katika sehemu hiyo na kuhama kwenda sehemu nyingine na watoto wake wanne. So ukiangalia utakuta kuna watoto ambao walimsikiliza sana baba yao, walielewa message au ujumbe ambayo Rei alitoa Yerusalemu na kwa watu kwamba inahitaji kutubu ili tusipate hukumu au tusipate dhiki kutoka kwa Mungu. So hiyo ikiangalia hata katika familia iko kama automatic message ambayo ni yangu na ya kwako. Katika familia yako unawezaje kuwa familia bora? Unaweza kufuata mfano wa Lamani au Samu, au unaweza kufuata mfano wa Nefi. So utakuta kwamba usikivu wa maneno ya Mungu inaweza kusaidia familia kuimarika na kupata shuhuda, kujenga shuhuda zao na kupata ufunuo. Na Mungu anaweza kushuhudia vitu vingi kupitia nini? Kusikiliza kusikiliza maneno ya manabii, kusikiliza maneno ya viongozi, kusikiliza maneno ya wazazi. Inaweza kuleta baraka sana ya familia. So wakati niliposoma katika shule nilisikia kwamba walitufundisha sana namna ya kuishi ambavyo inaweza kutusaidia sisi
kupata maendeleo ya kimwili zaidi, walifocus sana kimwili. Tumeweza kulipa bills, tumeweza kununua gari, tumeweza kufanya vitu vingine, lakini haifocus sana kwa maisha yetu ya kiroho. Je, tunavunja sheria za Mungu au hatujavunja sheria za Mungu? So hiki kitabu ukiangalia hii Mwanzo na ukiangalia sura ya kwanza ya kitabu cha Nefi, utaangalia jinsi Nefi mwenyewe anatoa ushuhuda kwa kile ambacho Lehi alikuwa anamwambia, na hakutoa ushuhuda kwa sababu yeye alitaka kuutoa. Kama vile nilivyosema mwanzo, wakati tunapita kwenye ziwa Tanganyika na Zuruba ikapita, kila mtu aanza kujisikia, anaanza kusema Yesu, 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 kwa sababu kila mtu alijua kwamba, yani imetoka kiroho kwamba ni Yesu ndo anaweza kutusaidia katika changamoto zote zile. So Nefi alifocus sana na kufuatilia kile ambacho babake anamwambia kama ni cha kweli, na hakutaka kusikia tu, bali alijaribu kufunga na kuomba ili kupata ufunuo wake binafsi, na ndio kwa maana anatupa hizi zote shuhuda na kutuambia kile ambacho baba yake alimwambia, kwa sababu walifunuliwa na Roho kusema hiyo. Sasa historia kama hii ni historia ambayo inasaidia mtu binafsi kujijenga na kusaidia sana maisha kwa ajili ya mambo ya kiroho na kimungu. So nilivutiwa moja kwa moja kusema hiki kitabu, hata kama sijaendelea sana kwa wakati ule, niliona sasa na taanza kuhitaji kukila. Na mkiangalia maisha ya Lehi au Nefi wakati anarudi Yerusalem kuchukua zile bamba na sanduku la agano, so ndugu zake wengi walikuwa na uoga, walitaka kukataa kusema hatuwezi kwenda kwa sababu Labani waliogopa, alikuwa ni mtu mwenye mamlaka zaidi. Lakini kwa sababu Nefi alijengwa kwa msingi wa kufuata agizo la Roho, kile ambacho Roho anamfundisha alitaka akifanye, na alisikiliza sana sauti ya nabii baba yake ambao ni Lehi, ilimsaidia sana kushinda changamoto zote ambao wengine walikuwa wanafikiria haziwezekani, lakini kwa Nefi zilikuwa zikiwezekana. So yeah, ilikuwa rahisi mimi kuelewa hivyo, na nilianza kufuatilia kitabu cha Mormoni na kisoma mara kwa mara kwa sababu hiyo. Ndio maana nilisema siwezi kukishuhudia kwa sababu na wengine wanakishuhudia. Nakishuhudia mimi binafsi kwa sababu naona jinsi inafunua vitu vingi ambavyo sisi wenyewe tuna face hata kwa sababu. Sawa, vizuri, ni kweli kabisa, na ninaona kwamba yeyote anayetaka kujifunza na kujijulia ukweli wa kitabu cha Mormoni ile inabidi asome mwenyewe kama ulivyosema. Unahitaji kukishuhudia mwenyewe, na ninafikiri watu wengi wanasita kukisoma kwa sababu wameambiwa vile ambavyo bibi yako alikuwa ameambiwa, kwamba hakuna kitabu tofauti na Biblia ambacho ni cha Mungu. Kwa hiyo ninafikiri ninawahimiza watu wote ambao wanasikiliza, ambao wanasita kitabu cha Mormoni, wamwombe Mungu, wajitahidi kukisoma, kwa sababu utaweza kupata baraka zile zile ambazo Bwana Msonda ameweza kuzipata katika maisha yake, na unaweza kujua pia kwamba ni kitabu cha kweli. Kwa hiyo baada ya hapo ulikuwa unaeleza kwamba familia ilianza kufika kanisani, na nafikiri ulikuwa unasema ilikuwa vigumu kwao kupokea na kukubali kitabu cha Mormoni. Ndiyo, walikuwa wakifahamu. Ni ngumu sana kushuhudia kitu chenye haujui. Yeah, niliona kwamba ni kitu hawajui na hawezi kuwa na ushuhuda wa kitu chochote ambacho hawajui. So iliwaomba muda kidogo, na mafunzo ya wenyewe walianza kuwa na ile desire. Unajua walikuwa na desire, na walianza kuwa na desire kusoma kitabu cha Mormoni, na walikuwa na desire kusoma Biblia, na hii iliwasaidia kwanza kupata ufunuo wao binafsi, na ndio kwa maana mpaka sasa wao ni wanachama wa kanisa, kwa sababu wana ufunuo wao binafsi. Sio ushuhuda wangu ambao unawasaidia, lakini wao wako na ushuhuda wao binafsi. Yani kama
ushuhuda nilioupata umewasaidia wao kujenga ushuhuda wao binafsi. Ni kweli, Yeah. kweli. Na inabidi kila mtu apate ushuhuda wake. Unajua Mathayo sura 16 kuna wakati ambapo ngoja nisome tu. Lakini kuna wakati ambapo Yesu anawauliza wanafunzi wake, nyinyi mnasema mimi ni nani? Na baada ya hapo nasema wakamjibu, na hii ni Mathayo 16:14. Wakamjibu, wengine wanasema kuwa ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Yesu akawauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana hakuna binadamu yeyote aliyekufunulia jambo hili ila Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo kwa kweli hizi za kiroho, kwa kweli ya kujua kama Yesu ni mwana wa Mungu, kwa kujua kama kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni kanisa lake, na kama kitabu cha Mormoni na Biblia ni ya kweli, inabidi tupate ushuhuda wetu, si kuambiwa tu. Tunahitaji kufanya ile kazi ya kiroho ili Mungu atatufunulia, si kwamba mtu mwingine anakufunulia. Ni kweli kabisa. Baada ya hapo walijiunga na kanisa, na sijui ulikuwa na matukio gani mengine wakati ulipoanza kujiunga na kanisa. Najua ilikuwa miaka kadhaa kabla ulipata nafasi ya kwenda kubatizwa, si ndio? Ndio. Na ni nini iliyotokea ndani ya miaka hiyo kabla hujabatizwa? So nilikaa investigator kama miaka 10 na zaidi. So yeah, ilikuwa ni ngumu sana wa mishonari kufika katika kambi za wakimbizi, kwa sababu tulijaribu kuomba kwamba waje na wanaweza kutufanyia ubatizo, lakini ilizidi kuwa ngumu. Siwezi kusema ilikuwa ni kwa nini, kwa sababu hiyo ni kazi ya Mungu na kanisa na viongozi wao walikuwa wanajua ni kwa nini hawakuja. So tulivumilia, na mwisho kambi ya Lugufu ilivunjika. Waliomba watu wote kuhamia Nyarugusu, na wakati tulipokuwa Nyarugusu tulianza kundi, lakini ilikuwa imeyumba sana. Wakati mwingine nilikuwa nabaki peke yangu tu kanisani na familia yangu, watu wengine wote hawapo. So yeah, kwa sababu ndugu Dennis Hakuru yeye alikuwa akiishi mbali, alikuwa akienda kwenye vijiji vya wenyeji kwa ajili ya kutafuta kazi ya kusaidia familia yake, na wakati mwingine ilikuwa ngumu yeye kuja Nyarugusu. Wakati mwingine alikuwa anakuja, tunakusanyika kama marafiki wa kanisa, tulikuwa tunakusanyika hivyo. Tuliomba ruhusa katika shule mbalimbali za pale Nyarugusu, na mara nyingine tulifukuzwa. Tuliambiwa kwamba ni kanisa gani hiyo, kanisa ya kwenye shule, na sisi tulishukuru, hakuna hatukuvunjika moyo. Tulijua tu kwamba sisi kitu ambacho tunahitaji kujua ni kujua kwamba tunahitaji kusimama kwenye neno la Mungu kila wakati, hatuwezi kutoka. Alijaribu kupeleka ripoti mbalimbali kwa ajili ya kujaribu kuona namna gani tupate ubatizo, lakini bado ilikuwa ngumu, kwa sababu kupata kibali kutoka nje ya kambi ili kwenda kufanyia ubatizo bado iligeuka kuwa ngumu, haikuwezekana. So yeah, ilibidi tuendelee kusali. Tulikuwepo na ndugu Amos Makulu naye na familia yake, naye ni mtu ambaye alikuwa anajitolea sana, tulikuwa pamoja. Yeah, hizo hali zilitupitia sana. Wakati mwingine naye alienda kwenye vijiji vya Watanzania kutafuta maisha. So yeah, mimi mwenyewe nilikuwa najikuta niko kambini mwenyewe, na wakati mwingine tulikuwa tunafanya ibada watu 3, watu 4 kwenye vumbi. Wakati mwingine mko kwenye kusali wanawafukuza, lakini tulisimama hivyo hivyo. Tulisema yeah, hatuwezi kukata tamaa kwa sababu ya vitu vya dunia.
Na yeah, wakati mmoja tulipata ndugu Amosi alishirikiana na watu wa Dar es Salaam na tukapata ujumbe ambao ungetutembelea Nyarugusu, na kabla ya hapo nilikuwa kwenye ndoto nzito sana, nilikuwa sijui nini kinachoendelea. Nikaona kwamba kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke wanakuja Nyarugusu na wafundishe Injili kwenye shule. So na mimi nilifurahia siku hiyo, kwa wakati nilikuwa naenda kusikia hiyo Injili nilifurahia sana. Nilikuwa kwenye usingizi na nikakuja kuamka, niko kwenye usingizi, nikafikia tu nimeota vitu vingine tu, kwa sababu mtu mara kwa mara anaota tu. Mm. So ilikuwa hivyo. Baada ya kama miezi kadhaa akapata ripoti kwamba mzee Kanaiti atakuja kututembelea Nyarugusu. So alikuja na alifundisha, wanakuja pamoja na Rais Gwadilemo, akiwemo Rais Mwingira na mke wake. So walitusaidia sana kujifunza kuhusu kanisa na walipanga ratiba wa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya ubatizo. Mm. Na wale ulipokuwa unaota, nafikiri umewahi kuniambia kwamba wale watu uliwaona walikuwa wazungu, si ndio? Ndio, niliona Na hivyo. ni wale ambao walifika. Niliona mke na mme wote wazungu wawili kabisa. Yani wakati nilivyosema kanisani, wakati naona hiyo ndoto naenda kuambia wenzangu, kuna niliota hivi. Wakasema labda ni ndoto zako tu na ulifikiria wote, yani labda umeota hivyo tu. Na mimi nikaona inawezekana ni hivi. Sikujua kama nimeota vitu ambavyo viko really. Nilifikiria tu ni ndoto za kawaida mtu anapitia. Lakini kumbe ilikuwa ni kweli kabisa, walikuja kutokea vile vile, na siku sita tena niliamini kwamba hili ni kanisa la kweli. Kwa sababu wakati niliwapokea, wakati nilipokuwa nimesinzia, nilikuwa na furaha. Nilikuwa na furaha kabisa, na wakati walipofika niliona kama ni kweli. Siku sita nilianza kuamini zaidi kuliko ambavyo nilikuwa naamini mwanzoni. Imani ilizidi kuongezeka, na ndipo hapo walisema twende kufanyiwa ubatizo, na tulienda kufanyiwa ubatizo, tukarejea tukaishi kambini wanachama ambao tumebatizwa, lakini hakuna kanisa, ni kundi tu. Hatuwezi kupateki sacrament na hatuwezi kufanya vitu vingine, ni kusaidiana kujifunza sisi wenyewe kwa ajili ya kujiweka sawa kwenye mambo ya kiroho na tulivu. So ilikuwa kama miujiza ambavyo naweza kukuambia, ilikuwa kama miujiza, lakini ya kwangu nilipata nguvu sana ya imani kupitia kuja kwa mzee Kanaiti, na alikuja na nguvu fulani hivi za kiroho ambazo zilisaidia sana watu wengi kujua kanisa. Wengi kabisa walijua kanisa siku ile, na tulikuwa watu kama familia 4. Ghafla shule ilijaa mpaka mwisho. Na tulikuwa tunashiriki familia 4 au 5, lakini shule ilijaa mpaka mwisho, na hapo nilianza kuona miujiza. Nilibaki tu kwenye kanisa. Ile Jumapili tuliendelea kwenda kanisani, na Dennis alikuwa ameisha safiri Marekani. Tulibaki na ndugu Amos na tunafanya naye kazi pamoja, na yeye alikuwa kiongozi wakati huo wa kundi. Na nakumbuka kwamba nilikuwa mshauri wake wa kundi, na tulianza kutembelewa na mzee Msana ambaye alikuwa ni rais wa misheni kipindi hicho, na alitaka zaidi sana kutusaidia kuwa tawe katika pale Nyarugusu, na alitusaidia vya kutosha pia. Alisaidia wanachama kufunga ndoa zao, na alifanya ubatizo kwa wanachama 36 pale Nyarugusu. Wow. Wengi sana. Ndio.
wengi sana, na siku hiyo watoto wengi wangu wamebatizwa pamoja na mke wako. So hapo Amos tayari alikuwa ameshaenda, lakini alikuwa amefanya kazi ambayo ya kiroho ambayo hawezi kuamini. Ilikuwa ni kazi moja kubwa sana, kwa sababu alijitahidi sana kama kiongozi wa kundi kuwasiliana na Dar es Salaam. Aliacha kazi nyingi ambayo alikuwa anafanya kule Makere kwa ajili ya kuja kutetea kundi ili watu wapate angalau ubatizo na vitu vingine. Ijapo safari yake iliishia katikati, alipata safari ya kuja Marekani, lakini alikuwa ameacha anafanya kazi ambayo ilikuwa rahisi sasa mtu mwingine kuichukua na kuipeleka zaidi mbele. So wanachama walikuja wengi na hapo walibaki kama 20 wengine walihitajiwa kufanyiwa interview ile na pia wabatizwe. So kwa sababu Rais Msane ilikuwa ni siku yake ya mwisho, ilikuwa ni mwezi wake wa mwisho wa kumaliza mission, na alikuja kubatiza na akarejea kwa South Africa. Na wakati amerejea alikuja Rais Mdleshi, Kumbulani Mdleshi. Yeye alifika wakati corona imetawala dunia na hakuna mtu aliruhusiwa kutoka katika nchi nyingine na kwenda katika nchi nyingine. Yeye alikuwa ametuahidi sasa kufungua tawi rasmi pale Nyarugusu. Aliniandikia email naikumbuka, na akasema, kaka Msonda, na tuko tayari kufungua tawi Kigoma, lakini haturuhusiwi kuja Kigoma kwa sababu ya hali ya corona. Kwa hiyo nitampa Rais Balilemwa mamlaka ya kuja kufanya kazi ya kufungua tawi hapo Nyarugusu. So kila mtu alikuwa na furaha na kundi ilikuwa imebadilika kwa sababu tulikuwa waamini 30 na kitu ambao wote wamebatizwa. So ilikuwa tayari karibia tawi ambayo kila kitu kilikuwa kinahitajika. Yani tulikuwa na wanaume wa kutosha, kama wanaume 12 tulikuwa nao makuhani ambao wangepashwa kupewa ukuhani na kufanya kazi ya ukuhani katika hiyo branch. Lakini sasa corona nayo ikaja ikafunga kila kitu, na wakati corona inavuma, Tanzania nayo inapewa mission. So na mimi nimetoka Nyarugusu, nimeacha Tanzania iko mission, lakini hakuna process tena ya kusaidia Nyarugusu kuwa tawi. Walihitaji tubaki kuwa kundi kwa sababu ambao wenyewe wanajua, siwezi kuzieleza, lakini kifupi ni kwamba hizo sio changamoto, hiyo ni class ambayo kila mtu anahitaji kupitia. So inaweza kuwa class tofauti kwa maisha ya kila mtu, lakini changamoto inapaswa ikupitie ikufundishe kujua namna ya kuishinda na kuigeuza changamoto kuwa nguvu zaidi kwenye maisha ya kiroho. So kwangu kwa hivyo Ndio, pengine tunaweza kujiuliza ni kwa nini tunapitia changamoto fulani, ila ni kweli Mungu anatujaribisha, anatusaidia tuweze kukua. Na ulivyokuwa unasema kwamba ilikuwa ngumu mwanzoni, hasa wakati ulipofika Nyarugusu, mlikuwa mnatafuta sehemu ya kusali, mulienda mashuleni, mlikuwa mnatafuta sehemu, lakini walikuwa wamewakataza. Imenikumbusha sana kama wale wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho huku Marekani, changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Yani watu wengi waliwachukia, hawakuwataka, na ili kuwa imara katika kanisa la Yesu Kristo mara nyingi inabidi upitie changamoto, na hata kitabu cha Mormoni kinatufundisha hivyo. Kinatufundisha kwamba si mpaka baada ya kujaribiwa kwa imani yetu kwamba tunaweza kupata ushuhuda. Kwa hiyo ni mafundisho muhimu sana, na ninafikiri nimeona hiyo kwa upande wenu. Hata huko Nyarugusu mlikuwa mnapitia changamoto hizo? Ndio, watu wanapitia changamoto hizo kabisa, hizo za wanachama wa zamani
na sisi tumezipitia. Mm. Kwa wakati wetu tumezipitia kabisa. So sijui kama unaweza kusoma hili andiko. Sawa. Ni andiko la Malaki sura ya 4 mstari wake wa kwanza. Nitasoma kadiri nitakavyoweza. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawaelekeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. So wakati mwingine ukisoma, kuna maandiko ukisoma unaanza kuchanganyikiwa. Mm. Unaweza kusema kumbe itakuwa hivi, watu watawaka, watu watakuwa na shida. Lakini unaweza kujiuliza, kaka Thompson, ni kweli Yesu Kristo akija au mwana wa Mungu akija, tunaweza kuwa na wasiwasi au tunaweza kuwa na furaha? Naona tunaweza kuwa na furaha akija. Sijui kwa nini tunaweza kuwa na furaha na kwa nini watu wakati wanaposikia maandiko kama hayo wanaogopa, kwa sababu wanasikia itawaka kama tanuri, hakuna mzizi utabaki, itakuwa ni shida. Kwa nini sasa tunakuwa hatuna wasiwasi sisi? Lakini kwa sababu tunajua kwamba Yesu anakuja kutuokoa na tumejiandaa. Kwa hiyo kwa mfano katika Mathayo 25 nafikiri pale ndipo Yesu anaongea kuhusu mfano wa wale wanawake 10 ambao 5 walikuwa wamejiandaa kuingia kwenye harusi na 5 walikuwa wamekosa mafuta. Na sisi tukiwa tumejiandaa, tukiwa tumeshapata ushuhuda wa Yesu Kristo, tunaweza kuwa na uhakika kama kila kitu mwishoni itakuwa sawa. Ijapokuwa kutakuwa na changamoto, tuna matumaini hayo kwamba mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa na tutakaa katika ufalme wa Mungu. Na ni kweli sana, kwa sababu umeniuliza maswali mengi. Kuna vitu vingine ambavyo nimepitia katika hizo zote changamoto, nilikuwa sielewi kwa nini napitia hivyo. Kwa nini nifukuzwe kwenye shule? Na kwa nini niendelee kubaki tu? Si ndio? Hata kama wamenifukuza, naomba shule nyingine. Sitokata tamaa kwa sababu wamenifukuza, siwezi kufanya. Sitaona aibu kwa sababu wamenifukuza, siwezi kuomba. So tuliendelea kuomba, ijapo tunajua kwamba wakati mwingine inakatisha tamaa, lakini tulijaribu kuwa tunaomba. Na wakati unapojiuliza hii swali au wakati unapokuwa na haya maneno, yanaweza kukusaidia sana. Jinsi Yesu Kristo ameleta tumaini maishani mwako na wapendwa wako, si ndio? Yaani tukiwa katika jina la Yesu Kristo tunakuwa na tumaini. Ndio kwa maana mtu akubali kufanya kazi ya Mungu ijapokuwa kuna matatizo, kuna changamoto ambazo zinapita. Tunabaki tunajua kwamba tunatumaini kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. So hatuwezi regret au kusema kwamba maamuzi tuliyofanya sio hata maamuzi sahihi. Hapana, tuko kwenye njia sahihi. Nitasoma sana hii kidogo. Ndugu zangu wapendwa, leo ningependa kushiriki nanyi somo lenye maana kubwa sana kwangu. Jinsi Yesu Kristo ameleta tumaini maishani mwangu na katika maisha ya wapendwa wangu. Katika maisha haya wote tunapitia changamoto, huzuni na nyakati za kutokuwa na tumaini. Lakini nimejifunza kupitia uzoefu wangu kwamba Yesu Kristo ndiyo chanzo cha tumaini la kweli. Kupitia yeye
najua kwamba mambo yanaweza kuwa bora, kwamba udhaifu unaweza kubadilika kuwa nguvu na huzuni kubadilika kuwa amani. So yeah, wakati unapokuwa unajua kwamba unateseka kwa ajili ya Yesu, yeye mwenyewe anakusaidia kushinda. Endapo kitu kinachohitajika kuwa na ile imani kwamba kazi ninayofanya sio kazi yangu, sio kazi ya Thompson, sio kazi ya mtu mwingine. Nimetumwa na Yesu Kristo kufanya hiyo kazi, na mengine yeye atafanya nini? Atakuwa in charge, atatusaidia kushinda mengine ambayo yamebaki. So mizunguko yote hii ambayo nimekuambia, nikitoka Lugufu kufika Nyarugusu ilikuwa ni hatari. Makanisa mengi yalianza kujenga hata nyumba makanisa za ghorofa kwenye kambi ya Nyarugusu. Na ndio, na sisi tulionekana tukienda kuingia shuleni ni kama vile ni makanisa ambayo haina kichwa na miguu. So hiyo haiko nifanye nikate tamaa, ilinifanya nizidi kuamini kwamba popote pale tunaweza kuongea jina la Yesu Kristo, iwe ndani ya nyumba, iwe ndani ya shule, sehemu yoyote ile, ikiwa tunaongea kuhusu Yesu Kristo ni sawa tu. Ni kweli kabisa. Na niko na mstari mmoja nilipenda nisome katika Waroma sura ya 8 unaweza kusoma mstari wa 17. Hapa inasema, basi kwa vile sisi ni watoto wa Mungu, tutapokea baraka zote Mungu alizowawekea watu wake, na tutashiriki urithi huo pamoja na Kristo. Maana tukiyashiriki mateso yake Kristo, tutaushiriki pia utukufu wake. Asante sana. Ndio, na ni kweli kabisa. Tunaweza kushiriki katika utukufu wake tukipitia changamoto, na maisha haya yanatuletea changamoto nyingi tu kawaida. Na niko na pointi nyingine kuhusu hiyo. Ukisema ukiona changamoto unaweza kuwa pia na unajua changamoto, kuna majaribu, si ndio? Unapitia labda majaribu ambayo, mfano ambayo nimesema, unasali kanisani, wenzako wanasali kwenye magorofa, wewe unaenda kusali kwenye shule na bado wanakufukuza tu. So hizo ni kama aina za jaribu, na inahitaji uanguke, kwa sababu ukishaona wenzako wanasali kwenye magorofa alafu wewe unasali kwenye shule bado unafukuzwa, inatuletea kuna wakati mwingine na tukatisha tamaa, lakini itasoma hivi vipengele ambavyo vinaweza kusaidia. Zaidi sana nimejifunza kupata tumaini katika Kristo hata wakati wa majaribu. So nikiwa na majaribu najua kwamba Yesu Kristo ni tumaini, atanisaidia tu. Na mara nyingi maisha huwa magumu. Tunaweza kupitia misukosuko ya kifamilia, changamoto za kifedha au shinikizo za masomo na kazi. Wakati mwingine tunahisi kama mzigo ni mzito mno kuubeba, lakini Yesu Kristo amenifunza kwamba hata katikati ya maumivu yuko pamoja nasi. So Yesu Kristo hawezi kutuacha. Na ninakumbuka wakati nilipoanza kuingia Lugufu, niliacha makanisa mengi. Kulikuwa Roman Catholic, walikuwa na makanisa makubwa, ilikuwa Free Methodist, walikuwa na makanisa makubwa, makanisa yalikuwa mengi Lugufu, lakini nilivutiwa na kanisa ambalo liko shuleni, nikaacha yote matumizi. Sio kwa bure tu, sio tu kwa sababu nilipendezwa tu. Ingekuwa ni kupendezwa, ningeona kanisa limependeza, watu wanavaa vizuri, wako kwenye eneo nzuri, watu wangesema kwamba huyu ameingia kwenye hii kanisa kwa sababu ameona gisi kanisa inavyopendeza. Lakini wote walikuwa tunakaa, yani shule ya Epi Lugufu ilikuwa ni ya vumbi, yani mnafanya darasa kwenye vumbi. Na makanisa mengine yalikuwa na makanisa makubwa kabisa, watu wamejaa, lakini kwenye hiyo shule tulikuwa tunafika watu 50 au 60 ambao tulikuwa tunasali kila Jumapili. Na
wa kwangu mimi nilisikia iko sawa, sikuona kama kuna kitu chochote kimepungua. Kwa hiyo changamoto ile ilinigeuza kuwa kuwa niligeuza ikuwa nguvu. Kwa hiyo ndio maana katika ile andiko ambalo linasema vitu vyote vitateketezwa, yaani itakuwa ni siku ya hatari kwenye hilo andiko, lakini kwa yule ambaye anamwamini kwake haiwezi kuwa hivyo, haiwezi kuwa hivyo, kwa sababu Yesu Kristo anatupenda. Hawezi kuja kwa ajili ya kulaani watu, endapo yeye alikufa kwa ajili yao hao watu. Kwa nini anaweza kuja tena kutulaani sisi? Na anapenda kutuokoa sisi. Na ukiangalia sisi wanadamu jinsi tunavyoishi, tunakosea mara kwa mara, lakini wakati tunapojitahidi kufanya process ya kufanya toba na kujaribu kufanya kazi ya Mungu kwa zile wito ambao tumepokea, hiyo inasaidia zaidi sana. Amina, asante kabisa. Nadhani kabla hatujamaliza nitapenda utusomee sehemu moja katika mstari mmoja katika kitabu cha Mormoni ambao unaupenda. Nafikiri hatujasoma katika kitabu cha Mormoni hata. Nitapenda kujua ni mstari gani ambao umekusaidia wewe katika maisha yako, na hasa labda mstari kuhusu Yesu Kristo, kwa sababu unajua wengine hawaelewi jinsi ambavyo kitabu cha Mormoni kinamshuhudia Yesu Kristo na kinatusaidia kujifunza sana kuhusu Yesu Kristo. Unaweza kusoma Nefi wa pili mlango wa 25 na mstari wa 26. Sawa, unataka nisome au unayo? Unaweza kusoma. Nefi wa pili sura ya 25 mstari wa 26. Sawa. Sawa. Na tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatoa unabii kumhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii wetu, ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Sijui unaonaje andiko hiyo kaka Thompson? Naona kwamba inafundisha Yesu Kristo sana. So kitabu cha Mormoni ni kitabu ambacho kinaweza kutusaidia sote, sio mimi peke yangu, sio wewe peke yako, kinaweza kusaidia kila mtu. Ukikisoma kwa imani, ukiomba kabla ya kukisoma, utapata ufunuzi kwamba hiki ni kitabu cha kweli. Ndio, ukweli. Sijui kama kulikuwa na maandiko au mistari yoyote mingine ambayo ulikuwa unataka kushiriki leo. Sijui kama tunaweza kushiriki andiko lingine moja la Alma mstari wa 7. Alma sura ya 7 mstari wa 11 hadi 12. Sawa. Na atakwenda na kuteseka maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina, na hii kwamba neno litimizwe ambalo linasema, atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake, na atajichukulia kifo ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake, na atajichukulia unyonge wao ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wao. Ni kitabu ambacho kiko wazi sana endapo utajipa muda sana wa kujifunza. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanahitaji sana watu kufocus kiroho na kimwili. Kwanza kufanya kama matayarisho binafsi kwa ajili ya kusoma maandiko matakatifu. Hiyo inaweza kutusaidia sana. Na naipenda sana Biblia, nakipenda sana kitabu cha Mormoni. So vitabu vyote kwangu navichukulia kama msaada wa kutosha katika maisha yangu, kwa sababu mimi binafsi unavyoniona, ilikuwa sio rahisi kuelewa maandiko matakatifu, ilikuwa ni ngumu sana, lakini kitabu cha Mormoni ilikuwa kama kitu ambacho kimenisaidia kama funguo. Ilinisaidia kuwa na muono mpana wa kujua zaidi sana maandiko matakatifu. Ni kama dira ya maisha yangu
katika Mm. maandiko matakatifu. Siwezi kusoma kitabu cha Mungu. Najipa muda sana wa kusoma kitabu hiki. So sijui kama unataka nitoe ushuhuda au bado tunaendelea. Nitapenda kusikia ushuhuda wako tu. Asante sana. Najua kwamba Yesu Kristo anaishi. Naamini hivyo. Ninajua kuwa yeye ni mwana wa Mungu na mwokozi wa ulimwengu. Ninashuhudia kwamba aliteseka na kufa kwa ajili yako, na siku ya tatu alifufuka. Kwa sababu yeye anaishi, nami pia nitakuwa hai tena. Kupitia kwake ninaweza kutubu, kupata amani na kuwa na tumaini ya uzima wa milele. Ninampenda Mwokozi wangu. Ninashukuru kwa mwanga, amani na upendo anaouleta maishani mwangu. Ninajua kwamba kupitia yeye tumaini halifi kamwe. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo, amen. Amina. Asante sana. Nashukuru sana kupata fursa hii. Nimefurahi kabisa. Asante kwa kujumuika leo, na nafikiri tutaweza kufanya kipindi kingine siku nyingine. Asante sana, nashukuru. Mungu azidi kubariki kwa kazi yako nzuri. Asante.